Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda. Karibu sana Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda kwenye banda la manispaa ya Kinondoni. Jamani, tupige makofi na vigelegele na shangwe kubwa kabisa wakati mgeni rasmi anawasili kwenye banda letu la manispaa ya Kinondoni. Naomba tumshangilie kwa shangwe na vigelegele kila mama. Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Kayanza Peter Pinda anakuja kwenye banda la manispaa ya Kinondoni. Karibu Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri, karibu sana sana Mheshimiwa Waziri Mizengo Kayanza Peter Pinda, karibu kwenye banda letu la manispaa ya Kinondoni. Tunakukaribisha, karibu sana. Karibu sana Mheshimiwa Waziri, karibu kwenye banda la halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Kwa majina naitwa Bakari Mbanzi, ni afisa uchaguzi wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi. Hii ni meza ya uchaguzi ya manispaa ya Kinondoni. Lengo la meza hii ni kutoa elimu ya uraia na hasa kuhamasisha wananchi kushiriki katika zoezi zima la uchaguzi wa mwaka huu. Kama tunavyoelewa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hivyo tumekuja hapa kutoa hamasa na kuwaelimisha wananchi. Lakini sambamba na hayo, vivyo tumekuja kuwaelimisha wananchi juu ya mabadiliko mbalimbali ambayo serikali imeyafanya. Haswa kuna sheria, katika upande wa sheria kuna sheria mpya ambayo sasa hivi imetolewa na serikali, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Hii ni sheria mpya. Kama tunavyoelewa, katika miaka nyuma tulikuwa tunafanya uchaguzi kwa kutumia sheria mwaka 1985. Lakini kwa mwaka huu kuna mabadiliko hayo. Karibu sana, sisi ni wajasiriamali, tunahusika na zao la chikichi. Chikichi tunapata mafuta mazuri kwa ajili ya chakula. Karibu sana Watsakos. Karibu sana Watsakos. Ni wasindikaji wa vikundi vya Watsakos. Bidhaa za nini? Kuna pilipili, kuna karanga, kuna mafuta ya maji, kuna sabuni ya usafi ya kuosha vyombo. Hai. Karibu mkuu. Hapa ni sehemu yetu ambao wanahusika na utengenezaji wa mibada na mashindano ya kujiendeleza. Hao wote ni wanufaika wa 10% ya mkopo wa halmashauri. Karibu sana mkuu. Ndio. Hii kileo zaidi. Hapa wanufaika wa chakula mbalimbali. Asanteni sana na lishe. Ndio hii Mami Food. Hii tunatengeneza wenyewe, tunaandaa vizuri, tunachanganya ulezi, ngano, mahindi, karanga, mchele. Ni mzuri kwa afya, watoto, wagonjwa na watu wazima. Huu hapa ni mchele brown rice. Tuna watu wengi tunatumia, wanaumwa kisukari, kansa. Unapika tu kawaida, unachemsha tu maji yako kawaida, unaupika, unachemka, ina unachemka kwa muda mrefu kidogo. Soya lishe tumeandaa kuwa biskuti, lakini pia soya hiyo lishe tumeandaa kuwa chai ambayo haina mchanganyiko wa kitu chochote, na tuna maziwa pia. Karibu sana baba. Mheshimiwa, tunatengeneza viungo mbalimbali. Nikupe na hii kama zawadi mheshimiwa. Karibu sana. Hii ni Chinese, tumechanganya karoti na hoho. Ni gramu 100 ya. Tumekausha kwa dehydrator. Ni dehydrator mashine ya dehydrator ya. Karibu sana.
na haya ni matunda tuliokausha. Karibu sana. Asante sana. Sana mheshimiwa, sisi ni wauzaji wa asali. Asali yetu tumepaki kwa ujazo tofauti tofauti, lakini pia tunaipaki kwa muundo huu ambapo ukienda kwenye Tanzania pia unakutana nayo. Iringa. Hiyo tunaitoa Iringa. Maeneo mengi unakuta hii nyeusi kabisa, sio rahisi kuipata, ndio inatafutwa kweli. Hongera. Packaging ni nzuri sana. Karibu sana. Kwa majina naitwa Mpiona Mwaipaji, nimetokea Nala Group, pia nanufaika. Tunatengeneza batiki hapo tunashona moja kwa moja, mabeki kila kitu. Pia sisi ni wanufaika wa mama ambao tuko kwenye treni ya viwanda vikubwa viwili kwa ajili ya kutengeneza bidhaa kutoka kwa jasiriamali wa faida iweze kuenda international. Asante. Karibu. Mheshimiwa, kuna ametoa viatu hapa. Kuna zawadi nakupa viatu. Uti ya jeshini? Kuna viatu unachopenda. Sasa yule unanipa mimi bwana siuze. Ninahurumia tu hao jamani. Haya, asante, Mungu awabariki. Tutachukulia hapa. Kikundi hiki ni cha watu wenye ulemavu wa masikio, ndio wanatengeneza hizi, nao pia ni wanufaika wa mkopo wa 10% wa halmashauri. Maana kama mtindo unajua kameenea sana sasa hivi. Ni nzuri sana. Okay. Karibu. Shikamoo mheshimiwa. Hii ni ile wine yetu ya nanasi, asali na rozela ambayo ulionja pale viwanja vya Posta. Kwani haina alcohol? Inayo. Ni nzuri sana. Karibu mheshimiwa. Kinywa tu unaanza kuimba hapo hapo. Karibu sana. Karibu sana. Karibu baba, hii ni wine yetu ya asili. Inatengenezwa na black lakini na rozela. Ni mmea ambao tunautumia katika kuzalisha vipodozi vyetu vyote. Unapatikana milima ya Uruguru na milima ya Usambara. Ni bidhaa ambayo tiba. Ni matamu. Matundaji. Kama ulikuwa unatumia kimbo zamani, ni mmea ambao unazalisha kimbo. Sasa sisi tumepandisha zamani zao la kilimo. Hatujaenda mbali pamoja na nani yetu, kauli mbiu yetu ya mwaka huu 2025, chagua viongozi bora kwa maendeleo endelevu ya kilimo, ufugaji na uvuvi. Kwa hiyo katika bidhaa zetu hizi tuna bidhaa nyingi za ngozi kama hii ambayo unaishika, tunazalisha wenyewe. Tuko maeneo ya Mabwepande, Bunjubi. Zote hizi. Wadau wetu wa wafugaji wa kuku na watengenezaji wa chakula cha kuku. Yes, karibu. Interchick. Ndio, ni kampuni ya Interchick, tunajihusisha na tunawajua miaka. Sema tu kuna wengine wameongezeka sasa. Ndio, karibu sana. Oka kiwanda bado kinaendelea vizuri. Kiwanda bado kinaendelea. Tunazalisha sasa hivi broiler, layers na chotara ambao ni ndio. Pia tuna vyakula vya kuku ambapo hiyo ni broiler starter ya kuanzia. Kwa broiler maana yake ni siku 14, wiki 2 za mwanzo. Then vifaranga vyake mnauza shilingi ngapi? Vifaranga vya broiler ni shilingi 2000. Ndio, wa mayai ni 2500.
chotara ni 1800 kwa kifaranga. Chotara wa nini? Saso au wanaitwa tani bro. Mali ilikuwa ni Macroiler au Saso? Na Saso, sisi tuna tani bro. Ndio. Hivyo ndo vyakula. Mbolea na chakula cha mifugo. Hiki ndio chakula cha mifugo. Hii ni mbolea yetu ambayo inapatikana baada ya kuwalisha hawa kwa mabaki ya chakula na mimea. Hawa wadudu wako hai. Pia teknolojia hii hapa inatunza mazingira kwa sababu tunatumia takaoza katika kutengeneza mbolea. Unataka kuwala sasa inabidi usiku tu. Inabidi unaondoa ile hii takataka walimokulia. Ndio. Unabaki na wenyewe tu hao. Unachekechea maalum kwa ajili ya kufanya separation. Panga vizuri. Kuliko sanene. Au kumbikumbi ladha ni ile kubwa sana. Chini alafu na madini fulani, madini gani hivi? Karibu sana. Haya. Hapa ni sehemu ya uchumi wa bluu, ukaushaji wa samaki kwa njia ya soda. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu. Karibu sana, shikamoo. Hapa kwenye banda letu sisi kazi yetu ni kuongeza thamani mazao ya bahari pamoja na kilimo. Kwa mfano kwa kutumia tunasema teknolojia ya jua, yani solar dryer. Kwa mfano kama huyu samaki hapa tumemprocess kuanzia Januari mwaka huu mpaka sasa hivi jinsi unavyomuona yuko katika hali nzuri na ana uwezo wa kukaa hadi mwaka mzima. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kwamba hii solar dryer ina vile virutubisho havipotei, lakini pia ule muda wa kukaa wa zao unakuwa ni mrefu zaidi. Kwa hiyo tunatumia kufanya hivyo ili kupunguza ule upotevu wa mazao, lakini pia vile virutubisho vinakuwa tunavihifadhi na usalama wa chakula unakuwa ni mkubwa. Na hapa kuna dagaa, kuna mboga, matembele haya tumeyakausha kwa jua pamoja na kisamvu pamoja na karoti hizi kama unavyoona tumezikausha vizuri kabisa. Kwa hiyo karibu sana Mheshimiwa. Asante sana. Waziri Mkuu mstaafu. Ubunifu mzuri hapa. Nashukuru, karibu sana. Hili nao ni banda la wanufaika tunao wamtukufu sehemu ya manispaa, tunaonyesha sehemu mbalimbali za ukaguzi wa wanyama na kuonyesha ni mabovu ya Mheshimiwa. Kwa hiyo tunajaribu kutoa Hamna lolote uongo mtupu hapa. Karibu. Hiyo sehemu yetu ya lishe ambayo tunakausha matunda kwa njia ya kuchakatwa kwa muda mrefu na baki na virutubisho vyake. Huko kwenye lishe tunajitahidi. Samani. Mbatu hivi. Naomba usaidie. Ngoja kidogo. Sawa. Sehemu watu wanaopima uzito wako na urefu kuangalia kama uko vizuri. Panda juu kidogo. Shamba mwenyewe. Hapa ni sehemu ambayo, karibu sana Mheshimiwa, hapa ni sehemu ambayo tunapima urefu na uzito, ambapo matokeo yake tunapima BMI ambayo ni body mass index, kuangalia kwa mwili wako unabeba kiasi gani cha uzito wa mafuta ambacho tunaweza kudefine kama uko katika uzito kiasi gani, either obese, overweight au morbid obese. Hii ndio sehemu yake ambayo tunapima. Huyu ana urefu 154 lakini kilo ziko 68, which means yuko vizuri, yuko kwenye borderline ya kuenda kwenye overweight. Yuko kwenye borderline? Yeah, anaenda kwenye overweight. Ngoja mimi. Huyu atakuwa na kilo karibu 200. Haijalishi. Ngoja tuone.
Inapungua uzito akiangalia kote. Ili apate urefu. Anataka actual, urefu. Yes. Umeinama tena, angalia. Sasa kule paka pandishe juu. Hapo sasa. Sawa. 74. 167 urefu. Hmm? 167 urefu. Okay. 167 kwa 74. Takwimu imekaa vizuri tu. 74. Uwiano ukoje? 167. Unaiona? Hapa 74. Ana 26. Iko? Ana 26. Ana 26. BMI 26. Ambayo BMI 26. 26. Ambayo ni exactly borderline. Akicheza anaenda kwenye overweight, obese. Kwa hiyo safi kabisa. Huyu standard. Wewe atavunja kwani? Waziri kwenye standard. Ndio unaenda hapana. Waziri Mungu ambariki zaidi. Tunataka kushindana na wewe.